Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba tuko vizuri. Karibu tena katika kuzungumza mambo kadha wa kadha yanaendelea katika mpira wetu. Na kama leo utapata wakati mzuri wa kunisikiliza mpaka namaliza, inawezekana ikawa ni siku yako ya mwisho kuwalaumu au kuwasifia wachambuzi. Inawezekana ikawa ni siku yako ya mwisho kama utanielewa na ukanizingatia kwenye yale ambayo nazungumza. Okay. Sijajua nianzie wapi, ila nitaanzia hapo kadri ambavyo Mungu atakavyoniongoza. Wakati mpira wetu wa ligi kuu Tanzania bara unazidi kupamba moto kwenye vyombo mbalimbali vya habari, nadhani ilikuwa ni kwenye miaka ya 2000. Mwaka 2000. Huku nyuma tulikuwa tuna ligi lakini haikuwa na umaarufu kama ambavyo ilianza kupata umaarufu kuanzia miaka 2000 kupanda juu. Na hapa nazungumzia 2000, 2001 na kuja mpaka 2025. So tunaweza kusema miaka 25 iliyopita ndio tulianza, miaka 25 of course iliyopita ndio tulianza kufanya revolution kwenye football letu la hapa Tanzania, hususan kwenye eneo la media pamoja na promotion. Hii ilichagiwa na kuanzishwa vituo mbalimbali vya radio. Miongoni mwa hivyo vituo ni akina Clouds, akina East Africa. So huku nyuma nataka nikurudishe nyuma alafu nitakuleta hapa tulipo. Huku nyuma tulikuwa tuna aina vipindi vya michezo ambavyo vilikuwa kwenye mfumo wa kuripoti taarifa, sio uchambuzi na uchanganuzi, unaripoti tu taarifa. So ilikuwa ni like karibu sana msikilizaji wa radio fulani katika kipindi chako cha michezo. Mimi naitwa fulani na fulani na fulani, na tunaanzia kule KMC ambapo hii leo umechezwa mchezo kati ya Yanga dhidi ya Coastal Union ambapo Yanga wameshinda mabao 3-1. Mwandishi wetu labda Godfrey Nyanto alikuwa eneo la tukio. Tumsikilize. Ndivyo ilivyokuwa. So walikuwa wanakuta vipindi vya michezo vina muda ambao ni nusu saa, dakika 15, sio lisaa. So hapa katikati kuanzishwa kwa vituo kama Clouds wakaja kuja na ugunduzi wa kwamba inabidi tuwe na kipindi cha sports ambacho kitakuwa kinafanya majadiliano ya football. Itakuwa ni dialogue, yani kwamba tutakuwa tunapata utaalamu. Bao limefungwa vipi kwa sababu ipi? Hiki kitu kimetokeaje kwa sababu zipi? Ila ikawa pia una kuwashirikisha baadhi ya watu ambao ni expertise kwenye maeneo fulani. Mfano kama ni swala la kisheria, wakawa wana uwezo wa kumpigia mwanasheria. Kama ni swala fulani, yani wakatengeneza mazingira ambayo kwa vovote vile wanaweza wakapata uungwaji mkono wa watu wengine. Kumbuka hapa nyuma kidogo kwenye michuano ya kombe la dunia tulishaanza kuona uchipukaji wa kina Dr. Ricky Abdullah, hao wa mwanzo ambao walikuwa wanachambua mechi, build up ile half time pamoja na kumalizia mchezo. So tukawa tumeanza kupata taratibu kwamba wachambuzi kama tunawahitaji lazima wawe kwenye muktadha wa Dr. Ricky Abdullah, kwa sababu ndiye ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza kwenye swala ya uchambuzi, kukaa si kama mtangazaji ila kukaa kama mtu ambaye anaojiwa juu ya kitu fulani na yeye anaelezea kiutaalamu zaidi. I don't know hiyo elimu alipatia wapi, lakini ikawa ndo kama ni kuanzisha kizazi kipya cha wachambuzi. So Clouds walipokuja na hilo wazo likapendwa na vijana walio wengi kwa kipindi hiko, kwa sababu ilikuwa inajibu majibu ya maswali yao, lakini sometimes ilikuwa ina element vya umtaani, kwa maana wangeweza kubishania hoja na mwisho siku wakaja kuiliacha kwa jamii wao wenyewe wagundue. Vyombo vya habari vilivyofuata hapo, kwa sababu Clouds alikuwa ni pioneer wa vyombo ambavyo vina muktadha wa burudani, ukiachana na TBC na Radio 1 na RFA ambaye alikuwa ni amechanganyika ni commercial, ni burudani pamoja na serious program. So nyingi ambazo ilikuwa zinakuja kwenye msingi wa burudani zikawa zinaanza kuchukua muktadha wa Clouds kwamba lazima tuwe na wachambuzi na vipindi vyetu vya michezo vitakuwa hivi. Ugunduzi ukaendelea kuongezeka after kuanzishwa kwa kituo cha EFM, ambao sasa wao wakaja na uwe na jopo kubwa sana, si watu watatu tu. Tunaweza tukawa kwenye panel na watu 5 na tukawa na kipindi kirefu kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana tunazungumza mchezo. So katika mazingira hayo media nyingi zikaanza kuibuka na tukapata wachambuzi wengi. So mchambuzi ni nani? Mchambuzi ni mtu ambaye ana ubobevu kwenye eneo fulani na anaweza kulichanganua kila moja akalielewa kwenye lugha nyepesi
mbobezi wenye lugha fulani kwenye jambo fulani. Inaweza ikawa ni mbobevu kwenye masuala ya kihistoria, unaweza ukawa ni mbobevu kwenye masuala ya famasia. Sasa tukikuuliza swala la kifamasia na ukatuelezea lile swala kwa lugha nyepesi ambayo kila mmoja anaweza kukuelewa, tuna haki ya kukuita mchambuzi. Lakini wachambuzi ambao tukawapata ambao sometimes wengine hawako kwenye form ya waandishi wa habari, kwa maana ni mwandishi wa habari, hapana, ni ana uwezo wa kuchanganua mambo kadha wa kadha kuhusu mpira miguu. Tukaanza kupata wengi na wakaanza kufanya kazi nzuri na wakaupeleka mpira somewhere, jambo dogo likaonekana kubwa. Wamekuwa sehemu ya revolution ya mpira wetu, but this time around watu wameanza kuwachukia wachambuzi. Kwa nini tumefika kwenye hatua kuwachukia watu ambao tuliwaona ni kama wameleta revolution ya media industry pamoja na football industry? Kwa sababu kupitia hawa ndio tumeanza kuona endorsement, ndio tumeanza kuona professionalism, kwa sababu mambo yanaenda ndivyo sivyo. Unajua kabisa Shafi Dauda na wenzio watatusema, watatuchambua, Jemedari na wenzio watatuchambua. So watu wakaanza kutilia umakini kwenye mambo kadha wa kadha ambayo wanayafanya wanapokuwa uwanjani. Sasa kwa nini tumepata ombwe la kuwalaumu wachambuzi? Mechi inamalizika, mchambuzi anachambua lakini atalaumiwa, na mechi inaokuja hivyo hivyo, na tumeanza kuona. Sasa nikwambie, wachambuzi wenyewe wamegawanyika kwenye maeneo matatu. Kuna mchambuzi ambaye anaweza kuchambua siasa ya mpira, kwa mfano kama jana ulikuwa unafanyika uchaguzi wa CAF, yuko vizuri kwenye ile eneo. Kuna mchambuzi ambaye ni mzuri kwenye kuchambua technical na tactical, masuala ya kiufundi kama Mbangile, kiufundi sana pale kati, anakupa vitu. Alafu kuna wagaigai ambao mimi sitaki kuwataja, yani yeye ni troublemaker to always, anatafuta wapi alaumu, nani ampige spana, nani asimpige spana, yani ni troublemaker. Yani yeye si fundi, si mtu sana wa masuala ya technical na tactical, ni mgaigai, niseme hivyo, ni mgaigai, yani ana vitu vingi vya kigaigai. So tumefika hapa kwa sababu lazima tujue kwamba uchambuzi ni nje ya kwamba watu wanachambua kiutaalamu, wameanza kuweka hisia zao wao wenyewe. So mchambuzi anachambua, lakini end of the day anaweka hisia zake, na kibaya zaidi anafanya prediction. Ndio maana ulisikia Young Africans hapa hawezi kuvuka, shughuli yake imeishia hapo. Ndio maana utasikia Young Africans kesho tena kushinda, at which point of doubt wote sasa wameamua kuwa na weka prediction. Anachambua, lakini end of the day anakuambia na uhakika Yanga, na uhakika kwa Yanga itashinda, na uhakika kwa Simba itashinda. Au wakati football ina heshima zake na inabidi uheshimu. So unajua, ukitazama kwenye muktadha wa namna hiyo, lazima uelewe kwamba huyu mchambuzi ninayemlalamikia yupo kwenye kategori ipi? Ni mfundi wa mpira, ni mwanasiasa wa mpira, au ni mgaigai? Ukishagundua kwamba huyu mchambuzi ni mgaigai, una sababu ya kulalamika naye, kwa sababu huyu mtu yeye ni troublemaker, anataka wewe upanic na umjibu. Lakini pia inabidi uelewe jambo moja kwamba hawa pia ni content, wanatafuta namna ya kugusa hisia zako wewe. Mimi nikiwa nachambua wewe bila kukugusa hisia zako, wewe ukaniona mimi ni bora. Ndio maana wachambuzi ambao wanazigonga spana Simba na Yanga, ama anaisifia Yanga ama anaisifia Simba, atapendwa, atapata ufuatiliaji mkubwa sana, kwa sababu amezitrigger hisia za watu, wameshalijua hilo. So na wao wana trigger hiyo kitu. So Young Africans wamekuwa kwenye nyakati nyingi sana za kuwalaumu wachambuzi. Kwa mfano, juzi nimeona kuna mjadala ulikuwa unaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Nimemuona Privadinho anamsifia sana Ansbet Raphael. Amesahau kwamba wao ndo waliwahi kumsema, wakataka hata aondolewe pale clause na vitu kama hivyo, na kumpangia nini akiseme. So iliingia vita kubwa sana kati ya Privadinho pamoja na Ansbet Raphael. Kwa nini? Kwa sababu wakati Ansbet Raphael anachambua, alitrigger hisia za Privadinho na Privadinho akalipuka. Lakini juzi amechambua kitu ambacho kimefurahisha Privadinho, and then amecome up na kumpongeza. So wewe kama mtazamaji na mfuatiliaji wa mipira, lazima uelewe iko kitu kwamba mchambuzi yoyote yupo kwenye kategori fulani, na mchambuzi yoyote yupo kwa ajili ya kutengeneza maudhui fulani, na mchambuzi yoyote unayemwona wewe kazi yake ni kutrigger hisia zako. Sometimes wapa ambao
ambao wanafanya kazi wewe usatisfy na kila anachokifanya, lakini wapo ambao ili wajisikie fresh wana trigger zile hisia zako. So hii ni part 1 nimeelezea. Part 2 nitakuja nikwambie ni kitu gani ambacho amekikosea Engineers mpaka kila siku Yanga ndo inasemwa, Yanga inasemwa. Nitakuja kukueleza vizuri kwenye part 2. Mimi naitwa Almashu Subhan Fans Kenya. Asante, bye bye.